Kabla ya taarifa hizi za ndani, naomba ikiwa wewe ni mgeni ama umekuwa ukitazama lakini bado hauja subscribe, chukua sekunde moja tu, bonyeza patoni ya subscribe na uwashe kengele ili kuendelea kupata taarifa hizi kemkem. Cha muhimu cha kuzingatia, usisahau kubonyeza alama ya like na karibu. Siri yafichuliwa. Ripoti ya Judge Chande yasababisha Tundu Lissu kuachiliwa huru. Tumepata taarifa za ndani ambazo huwezi kuzipata katika vyombo vingine vya habari, lakini baadaye kuna uwezekano wa kuzipata pale baada ya kuzianika hapa katika mtandao wetu wa Tanzania ITV. Sasa iko hivi, kuna wengine ambao wamekuwa wakijiuliza, mbona ripoti ya Judge Chande kufikia sasa haijasomwa hadharani? Ingawa kulikuwa na shida, changamoto hapa na pale tofauti kati ya Judge Chande na kikosi chake na serikali ya Samia Suluhu Hassan, kwa sababu walienda kule Ikulu Chamwino, wengine wakasema hii ripoti iwekwe hadharani, wengine wakasema iwe ya asili, ikashindikana. Baadaye Samia akasema vipengele fulani viweze kuwekwa kando ili Chadema iweze kulaumiwa kwa vita na maandamano yaliyoshuhudiwa nchini Tanzania. Ikabidi wakaongezewa siku zingine. Sasa ripoti nyingine imeweza kufichuliwa kwamba kabla ya ripoti hii kutangazwa sasa hadharani, kiongozi wa kitaifa, mwenyekiti katika Chama cha Maendeleo na Demokrasia nchini Tanzania, Tundu Lissu ataachiliwa huru kabla ya ripoti ya Judge Chande kusomwa hadharani. Sasa iko hivi, inasemekana ya kwamba Tundu Antipas Lissu ataachiliwa kwanza. Kitakachofuata ni kwamba Tundu Lissu ataenda Ikulu na John Heche na baadhi ya wanachadema, wakae na Samia Suluhu Hassan, wawe na mazungumzo ya maridhiano. Kutoka hapo tume ya Judge Chande itakabidhi ripoti hii kwa Samia Suluhu Hassan baada ya kukutana na Tundu Lissu kwa maridhiano, ili ionekane ripoti hii ipo sawa kimtindo, lakini mchakato wa katiba mpya utatangazwa hadharani baada ya Lissu kuachiliwa na kukutana na Samia Suluhu Hassan. Wataanzisha mchakato mpya. Ikumbukwe ya kwamba kati ya mahitaji Tundu Lissu aliweza kuyapeana kwa Chakwera ni kwamba lazima tuwe na katiba mpya katika taifa la Tanzania na kesi yake iweze kufutwa kabla ya maridhiano na Samia Suluhu Hassan. Sasa tumepata ripoti kwamba ataachiliwa, ndio wafanya makubaliano, ripoti itangazwe, wataanzisha mchakato wa kuanza kuandikwa kwa katiba mpya. Lengo ni nini? Sasa siri ndio hii. Wanataka kuanza kuenda hivyo polepole ili Samia aendelee kukaa Ikulu. Miaka mitano iishe, tufike mwaka 2030, kwa sababu sasa hivi Samia Suluhu Hassan amepata changamoto, ameshindwa kudhibiti hali vile ilivyo hapa Tanzania, ili watumie muda mwingi kusema ni katiba mpya wanaandika hapa na pale kuwafurahisha wale ambao ni wa mrengo upinzani, ili nyakati ziendelee kusonga na yeye aendelee kuwa rais katika taifa hili letu la Tanzania. Miaka mitano ndio ni mingi, lakini lazima wataanza kufanya hivyo ili miaka hii mitano apate muda wa uraisi kufanya kazi yake kama rais katika taifa letu la Tanzania. Sasa hiyo ndio siri. Unajua, Mange Kimambi ambaye ni mwanaharakati wa Tanzania lakini anaishi pale Marekani, aliweza kutangaza kwamba mwaka ujao wa 2027 wakati wa AFCON maandamano makubwa yatatanda katika taifa la Tanzania, kwa sababu wakati huo serikali haiwezi kuzima mitandao.
serikali haiwezi kuzima nguvu za umeme, serikali haiwezi kuzuia mambo ya internet hapa na pale. Ni wakati mwema wa AFCON kuhakikisha kwamba Watanzania wote wamejitokeza barabarani ili kuandamana na kumng'oa mamlakani Rais Samia Suluhu Hassan, pia kuhakikisha kwamba tumepata tume huru ya uchaguzi na tena tupate katiba mpya hapa Tanzania. Sasa Samia wameogopa huenda maandamano haya yatakuwa makali. Sasa wameanzisha mchakato wa kucheza kisiri kwamba Tundu Lissu aachiliwe huru, ripoti iwasilishwe, wakae mezani, waanzishe mchakato wa katiba mpya ili waendelee kuwest ama kupoteza muda hadi mwaka 2030 wakati uchaguzi mwingine utakapofanyika. Hayo ndio yamepangwa kufikia sasa. Unajua ripoti ya Judge Ichande unajua kuna ile tume ambayo iliweza kuteuliwa na Samia Suluhu Hassan ili kuchunguza yale ambayo yalifanyika hapa Tanzania kuhusiana na maandamano kwa kile ambacho kilisemekana ni uchaguzi wa 29 Oktoba mwaka jana. Ile tume ni ya Samia Suluhu Hassan, lakini wakakabidhiwa kila mmoja ripoti kwa sababu kuna wazazi walikuwa wanaenda mbele ya ile kamati wanalia, wanasema watoto wao wamepotea, watoto wao waliweza kuuawa, hawakupewa miili yao, na mara ya kwanza hayo yote yalikuwa yanarekodiwa katika vyombo vya habari. Jaji Ichande baadaye akapata amri kutoka Ikulu kwamba tunaharibiwa jina, komesha mambo ya wanahabari kufuatilia mazungumzo na ushahidi ambao mnapokea. Lakini yale ambayo yalikuwa yashaonekana kwa vyombo vya habari yameandikwa kwa ripoti kwa sababu yalikuwa wazi, hawawezi kuficha. Sasa ile ripoti ya kwanza inalaumu Samia Suluhu Hassan kwamba vyombo vya dola vilitumia nguvu zaidi kuwaua Watanzania. Wakati ripoti ilifika Ikulu, Samia kakasirika, akawaambia enda muweke lawama kwa Chadema, museme wao ndio walisababisha mambo ya maandamano hapa Tanzania na mambo ya kuuliwa na kuleta uhalifu. Wakaenda wakabadilisha tena wakaileta, wakashindwa, wakatofautiana kwa sababu kuna wengine, tulikuwa na Abdul, huyu mtoto wa Samia Ikulu, tulikuwa na huyu Paul Makonda ambaye ni waziri wa habari, alikuwa pale na Samia. Sasa wengine wakapendekeza ripoti iwe hadharani, wengine wakasema iwe ya siri, wakatofautiana, wakaongezewa siku zingine 21. Sasa tumepata ripoti kwamba Tundu Lissu anastahili kuachiliwa mara moja, kisha baadaye ripoti ya Jaji Ichande itawasilishwa hadharani ili kuonyesha kwamba wamekubaliana, kwa sababu ile ripoti itakapotoka ikiwa Tundu Lissu hajaachiliwa huru, kutakuwa na hali ya mshike katika taifa letu la Tanzania. Lakini kusema ukweli halisi wa mambo, haya yote ambayo tunashuhudia ni kwa sababu ya siasa. Hata Tundu Lissu yu gerezani kwa sababu ya siasa, akapambikiziwa kesi ya uhaini ya mchongo ambayo haipo. Hata Chakwera alielezwa haya akashindwa cha kufanya. Kwa hivyo tarajieni Tundu Lissu ataachiliwa huru, lakini kile ambacho tunajua ni kwamba Tundu Lissu akiachiliwa atakinukisha tena. Naomba kutamatishia hapo hii kanda, tukutane baadaye. Lakini ikiwa hauja subscribe, chukua sekunde moja, bonyeza batoni ya subscribe na uwashe kengele ili kuendelea kupata taarifa hizi kemkem kila wakati. Na kwaheri kwa sasa.